2023 na amekuwa akihudumu katika nafasi ya naibu kiongozi wa kundi la IS kote duniani. Rais wa Marekani Donald Trump kupitia mtandao wake wa kijamii Truth Social amesema aliwaagiza wanajeshi wa nchi yake kutekeleza operesheni dhidi ya kiongozi huyo. Jeshi la Nigeria nalo limesema Al-Minuki alikuwa gaidi mkubwa zaidi duniani na alikuwa akitoa maelekezo kwa magaidi wa kundi la IS nchi ya Nigeria, haswa katika masuala ya utengenezaji wa silaha na vilipuzi pamoja na drone. Rais wa Nigeria Bola Tinubu amesema Al-Minuki maarufu kama Abu Mainok aliuawa pamoja na wapiganaji wengine wakati wa shambulio dhidi ya makazi yake katika eneo lake Chadi Bazin, eneo la mpaka kati ya Niger, Chadi na Cameroon. Ndio taarifa aliposti Trump juzi. Tumefanikiwa na aliposti hiyo picha akijaribu kujenga hoja zake ambazo amekuwa akizijenga siku zote kwamba kile ambacho kinachoitwa kushambuliwa kwa Wakristo nchini Nigeria. Kwa hiyo sasa, na hata ukitazama nchi ambazo zimekuwa zikipakana na Nigeria, kwa mfano Cameroon, Chad, ukisogea kidogo unaenda kwa ukanda wa Sahel, unaenda Mali, Niger, kwenda paka kina Bongo, Senegal. Huo umekuwa ni ukanda ambao umekuwa ukipata sana changamoto ya kiusalama. Kwa hiyo wamekuwa ni nchi tajiri ambazo zimekuwa zina mafuta pamoja na gesi, lakini bado makundi ya itikadi kali yamekuwa yakisumbua ukanda huo mzima kimsingi wa ECOWAS. Kwa hiyo Rais Trump amekuwa akijaribu kutoa matamko mengi sana kwenye siasa za Nigeria, kwa kile kinachoitwa kwamba kuendelea kupambana makundi hayo ya Janjaweed na makundi ambayo yanatajwa kwamba ni makundi ya itikadi kali. Kwa sasa unaweza kusema ni kuendelea kwa fanikisho kwa serikali ya Rais Trump dhidi ya ushirikiano wa vikosi vya Nigeria, kwa sababu tukumbuke ili ni taifa ambalo limekuwa na kambi nyingi za kijeshi ambazo zimekuwa zikitekeleza hizo operation ambazo kama taifa wameamua kuzifanya. Kumbuka hii shambulio alijatoka Washington kwenda mpaka Nigeria, bali kuna kambi za kijeshi za Marekani katika maeneo mbalimbali ya Kiafrika. Sasa wameamua kutekeleza ili kulinda kinachoitwa maslahi ya kiusalama. Waendelea kutuandikia maoni yako bana kupitia 0683802966 0683802966. Tukirudi hapa tutaanza kuangazia pia mengine ambayo yamejiri kwenye ukanda huko duniani kote, tukipitia na wewe pia maoni yako utakayokuwa umetuandikia. Lakini wapo wale waanza kutucheki, anasema tabia ya kukamatwa muuaji na kuwekwa gerezani bila hukumu, matokeo yake ndio hayo. Kabuga kafa na kesi yake. Salum Kanone wa Kiomoni Tanga anasema ukifanya lolote na wewe utafanywa lolote. Habari za asubuhi. Exaudi na mchungu pale Uingereza, naona pamoto kweli. Huyu waziri mkuu atatoboa kweli mchungu? Hebu tuchambulie kidogo tafadhali. Anaitwa Kamili Temo wa Kilimanjaro. Tarudi na taarifa nyingi kutokea huko. Lakini Pancras Nyakumba wa Chamwino anasema huo ugonjwa wa Ebola mbona umekuwa tatizo sana huko DRC, na wapa pole sana kwa kadhia hiyo. Haya, sisi tutarudi hapa kuendelea kuyaangalia mengine mengi ambayo tumekuandalia.